Bismillahi rrahmani rrahim. Ahibai lmushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jamian. Halqa ya leo tutazungumzia kuhusu nguruwe. Wengi wetu wanadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huyu mnyama nguruwe amemuharamisha kila kitu chake. Hivyo ndivyo wanavyodhani na ndivyo tulivyokulia na ndivyo tulivyosomeshwa, kwamba nguruwe ni haramu, yani yule nguruwe wote ni haramu. Mpaka wengine wakatuambia kwamba nguruwe ni najisi. Kina chuo cha Imamu Shafii, cha Hambali na cha Hanafi wanatuambia kwamba hata kumgusa ikiwa uko na udhu, basi udhu wako umetanguka kwa sababu nguruwe ni najisi. Imam Maliki yasema kwamba ni tahara. Lakini maal asafu shadid ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotwambia ndani ya Qur'ani hatuyataki na wala hatutaki kuzingatia yaliyomo ndani ya Qur'ani, bali sisi ni hadha ma wajadna alayhi abaana, yale tuliyoyapata na al-awwalin, basi sisi ni wenye kufuata, wala hatutaki kurudi kuhakikisha kwamba je, haya waliyosema babu zetu yako sawa ama yako na makosa. Hatutaki kujua hilo, bali sisi qaddasnahum, tumewatukuza na kuwafanya wao hawakosi na kuwafanya wao ndo wana ilmu zaidi kushinda sisi, na haya yote ni ghairu sahih, siyo sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu na akampa akili, na akili ya mwanadamu inakuwa, fikra za mwanadamu zinapanuka kila kukicha, hazirudi nyuma, la, zinapanuka kila kukicha. Kwa hivyo ndugu Muislam, leo tutaka kuzungumzia kuhusu huyu mnyama wa nguruwe. Je, Mwenyezi Mungu ni kitu gani alichokiharamisha? Je, amemuharamisha huyu nguruwe ama kuna kitu ambacho kwamba kiliomo ndani ya nguruwe ndio kilichoharamishwa? Kwa sababu ndugu Muislamu, yataka ujue, unapoharamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu hajaliharamisha, basi wewe unamzulia Mwenyezi Mungu urongo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi kadhiban innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Kisha Mwenyezi Mungu aendelea, mata'un qalil wa lahum adhabun alim. Mwenyezi Mungu anatuambia, wala taqulu lima tasifu alsinatukum, wala musiongee na kuropokwa hizo ndimi zenu kwa lugha yenu kwamba hili ni halali, hili ni haramu, ili kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, wale ambao kwamba wanamzulia Mwenyezi Mungu urongo, la yuflihun, hawafaulu. Kisha Mwenyezi Mungu asema, mata'un qalil, ni starehe ndogo atakayopata katika dunia. Sifa wanazosifiwa, cheo alichonacho, mata'un qalil, ni starehe ndogo katika dunia. Wala hum adhabun alim, wana adhabu kubwa kali kesho yaum alqiyama. Na adhabu kali hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wamemzulia Mwenyezi Mungu urongo, kuharamisha jambo ambalo hajaliharamisha, ama kuhalalisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliharamisha. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa man adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Nani ambaye kwamba ni dhalimu zaidi kuliko yule ambaye kwamba anamzulia Mwenyezi Mungu urongo? Sio kuliko yule ambaye asoswali, sio kuliko yule ambaye asofunga, la, yule anamzulia Mwenyezi Mungu urongo. Useme Mwenyezi Mungu atawadhibu tariku salatu akiingizwa kaburini, Mwenyezi Mungu atawapiga, atawafanya hivi, Mwenyezi Mungu, yani maneno wamsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala Mwenyezi Mungu hajayasema mambo kama hayo.
na hatari kubwa kwamba hawa wanaomzulia Mwenyezi Mungu urongo hawatubii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanadhani annahum yuhsinuna sun'a, wao wanadhani yale wanaoyafanya ni mazuri, kuwatishia wasoswali, kuwatishia wazinifu kwamba Mwenyezi Mungu yaumul qiyama mzinifu tupu yake sijui ataichoma na moto. Na ukiangalia maneno kama hayo ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu hajayasema. Sasa wao wanakwambia sisi tunafanya haya ili tuwahofishe, lakini hajui kwamba yamsingizia Mwenyezi Mungu urongo kwa yale anayosema. Yeye anadhani kwamba anoyafanya ni mazuri, yuwahofisha watu ili waswali, ili wasizini. Yeye anadhani kwamba hayo anoyafanya ni mazuri, lakini kuhofisha kwenyewe ni kuhofisha kwamba wamsingizia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu kama huyo hata siku moja hatoomba toba kwa yale aliyoyafanya, kwa sababu yeye anadhani anayoyafanya ni mazuri. Lakini yule mzinifu, yule asoswali, yeye anajua kwamba hili ninalolifanya ni kosa, na huenda siku baada ya siku akawa ni mwenye kutubia, kwa sababu anajua hili ni kosa. Lakini wewe ambaye kwamba unayohofisha watu na kumsingizia Mwenyezi Mungu urongo na mtume qala nabiyu amesema, na wala hakusema mtume, ili uhofishe watu katika wafanye twaa kwa kutumia urongo na kunasibisha maneno kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume, basi mtu kama huyo hatubii. Ndio siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, na watasema ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Mwenyezi Mungu anatuambia siku ya Kiyama kuna watu watakuwa kwa motoni, wataulizana, watasema ma lana, yani kwa nini, yani kumetokea nini, mbona hatuwaoni rijalan, watu kunna na'udduhum min al-ashrar, ilikuwa tukiwahesabu wao ni katika waovu. Yani katika dunia alikuwa akimwona fulani haswali, fulani hafungi, fulani mzinifu, yani wanahesabu ni katika, lakini siku baada ya masiku bwana kama wale wakawa wenye kutubia, kwa sababu anajua hili ninalolifanya ni kosa, hili ninalolifanya ni dhambi. Lakini wewe ambaye kwamba unasimama juu ya mimbar, unasimama mbele ya watu na kusema Mwenyezi Mungu atawadhibu tariku swala, Mwenyezi Mungu, na ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema hayo maneno ndani ya kitabu chake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakuambia waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma jaahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Kwa hivyo ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhesabu kesho yaumul qiyama ukiharamisha jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hajaliharamisha. Leo tutaangalia aya 3 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia kuhusu masala ya nguruwe. Na kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotwambia, wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na tumekuteremshia wewe Mtume Muhammad kitabu tibyanan likulli shay, yani kila kitu kiko wazi, kimeshabainishwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia Mtume Muhammad na Mtume Muhammad akabainishia kwa umati wake. Kwa hivyo kila kitu kiko wazi, haina haja utafute shekhe umuulize, je, kitu fulani ni halali ama ni haramu. Haina haja. Mwenyezi Mungu anakuambia tibyanan likulli shay'in wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Kila kitu Mwenyezi Mungu fassala. Alharam fassala wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Mwenyezi Mungu kila kitu amekiweka wazi, kila kitu amekibainisha. Kwa nini? Ili usiende kwa mwanadamu yoyote kumuuliza kwamba je, kitu fulani ni halali ama ni haramu, kwa sababu mwanadamu yuko na hawa zake na yuko na shahawa zake. Atakuharamishia jambo ambalo kwamba anavyopenda yeye, wala sio anavyotarajia Mwenyezi Mungu. Ni kama tutakavyoona tulivyoharamishiwa nguruwe, tuambiwa kwamba nguruwe ni haramu, nguruwe ni najisi.
mpaka vifaa, yani bidhaa ambazo kwamba zinaotokana na nguruwe ni haramu. Hivyo ndio tunavyoambiwa. Lakini tutaona ndani ya Qur'an, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja mambo kama hayo? Tutaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nguruwe ni katika wanyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alowaumba, kama alivyomuumba ng'ombe, mbuzi na nguruwe, naye ni mnyama ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye alimuumba. Na mnyama kama huyu saa hii tumekuja kugundua kwamba nguruwe ni katika wanyama ambao kwamba wana manufaa makubwa kwa mwanadamu. Sizungumzii karne zilizopita, la, nazungumzia karne yetu ya 21. Tumekuja kugundua kwamba mnyama ambaye kwamba anaitwa nguruwe ni mnyama ambaye kwamba ana faida nyingi kwa mwanadamu. Ana faida katika matumizi ya kibinadamu, na ana faida ya kuhuisha uhai wa mwanadamu. Nikimaanisha wana faida ya kuhuisha uhai wa mwanadamu, ni kwamba moyo wa nguruwe unaweza ukawa transplanti kwa mwanadamu, na mwanadamu kama yule akaishi maisha yake ya kawaida bila ya wasiwasi wowote. Moyo wa nguruwe, kama tunavyoambiwa kwamba moyo ule wa nguruwe uko similar in size na moyo wa mwanadamu, na kisha uko compatible moyo wa nguruwe. Yani mwanadamu anapokuwa na maradhi ya moyo ama moyo wake umeharibika, basi unaweza ukatwaliwa moyo wa nguruwe na ukawa transplanti kwa mwanadamu, na mwanadamu akaisha maisha mazuri bila ya tabu yoyote. Na haya yote yamefanyika. Zile valvu za nguruwe nazo pia ni ziko sawa na zinaendana na valvu za mwanadamu. Yani valvu za mwanadamu za moyo zinapokuwa zimeharibika, basi waweza ukachukua valvu za moyo wa nguruwe na zikawa transplanti kwa mwanadamu, na mwanadamu akaishi maisha yake ambayo kwamba ya kisawa bila shida yoyote. Kwa hivyo tumekuja kuta kwamba huyu mnyama nguruwe kuna baadhi ya viungo ambavyo kwamba vinaweza kumsaidia mwanadamu akaendelea na maisha yake na uhai wake. Kwa hivyo tumekuja kugundua kwamba mnyama huyu nguruwe ana manufaa kwetu sisi mwanadamu, na ni viungo organs nyingi za nguruwe ambazo kwamba zinaweza kuwa transplanti kwa mwanadamu na mwanadamu akanufaika. Kuhusu bidhaa, products ngapi, wewe nenda ukagoogle uone products ambazo kwamba zinazotokana na mnyama anaitwa nguruwe. Mamia ya products zinatokana. Nyama ya nguruwe, yani mnyama huyu nguruwe ana manufaa makubwa kwa mwanadamu. Yani mwili wake, ngozi yake inaweza kutumika kwa viatu, ngozi yake inaweza kutumika kwa mikoba. Kwa hivyo mnyama kama huyu ana manufaa mengi kwa mwanadamu. Crayons zinatokana na mafuta ya nguruwe, crayons ambazo kwamba watu wanatumia kuchora, na ni vingi. Choki, kuna choki zinatokana na nguruwe. Vifaa vingi ambavyo kwamba tunavyovitumia, mpaka mbolea za kutokana na nguruwe, mbolea pia ambazo kwamba tunaopandia maboga yetu zinatokana na nguruwe. Kwa hivyo mnyama kama huyu ana manufaa mingi kwa mwanadamu. Kwa hivyo ikiwa ana manufaa mingi kwa mwanadamu, haiwezekani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu tuje tugundue kwamba kina manufaa kwa mwanadamu kisha kiwe ni haramu. Yani kimantiki, kabla hatujaingia katika aya kuchambua, lakini kabla ya hapo mantiki tu,
inakuwa yani haiwezekani Mwenyezi Mungu aharamishe kitu ambacho kwamba kina manufaa mengi kwa mwanadamu, mpaka chaweza kuupa uhai mwanadamu ili asife. Yani haiwezekani kuwa ni haramu mtu ainuke aseme kwamba nguruwe ni haramu, yani nguruwe, yule nguruwe mnyama ni haramu, na ili hali ana manufaa tele kwa mwanadamu. Yani haiwezekani Mwenyezi Mungu aharamishe. Lakini hayo yote twarudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuangalie Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu huyu mnyama wa nguruwe, bila ya kuzidisha lolote na bila ya kupunguza lolote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapozidisha jambo ambalo kwamba aliloliharamisha wewe ukaongeza yako, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama atakuhisabu na hilo. Ama unapopunguza, Mwenyezi Mungu pia atakuhisabu kwa jambo kama hilo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye haki ya kuharamisha, walaisa nabiyu walaisa sahaba walaisa jumhurul fuqaha walaisa ulama, la, mwenye haki ya kuharamisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio mtume. Mtume hana haki ya kuharamisha, wala sio maswahaba hawana haki ya kuharamisha, wala sio wanazuoni wanne Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad hawana haki ya kuharamisha lolote ambalo kwamba hakuliharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumsikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye ametuambia wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay, kitabu kimebainisha kitu chochote, hatutaki kitabu chengine. Hasbuna kitabullah. Mwenyezi Mungu atuambia waqad fassala lakum ma harrama alaykum, fassala kulla shay'in, amepambanua kila kitu na kila kitu kiko wazi. Kwa hivyo tumsikize Mwenyezi Mungu anatuambia nini kuhusu huyu mnyama nguruwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye suratul Baqara aya ya 173. Mwenyezi Mungu anasema nini? Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wama uhilla bihi lighairi llah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia innama harrama alaykumul maytata, hakika nimewaharamishia maiti. Maiti Mwenyezi Mungu anatuambia ni haramu. Waddama, na damu, wa lahmal khinziri, na nyama ya nguruwe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia maiti ni haramu, damu ni haramu, na nguruwe, nyama ya nguruwe ni haramu. Hapa Mwenyezi Mungu hivi vitu vitatu alivyovitaja, je, hii damu uharamu wake ni nini? Je, ni haramu ile damu yenyewe? Je, ni haramu kufaidika na ile damu? Lahmul khinzir, Mwenyezi Mungu atuambia ni haramu nyama ya nguruwe. Je, hii nyama ya nguruwe uharamu wake ni nini? Je, tunaweza kunufaika na ile nyama yake ya nguruwe tukatengeza kitu kikawa kinatufaa katika maisha yetu, ama uharamu wake ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walmaitata, na maiti. Je, maiti kama ile uharamu wake ni nini? Je, hatuweza kunufaika na maiti kama ile ama hatuwezi? Sasa hapa Mwenyezi Mungu bado hajapambanua uzuri, amesema tu nimeharamishia maiti, kitu kilichokufa, na damu na nyama ya nguruwe, basi ametaja hivyo, lakini bado lam yufassil ba'd. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine, suratul Maida aya 3, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir. Hapa Mwenyezi Mungu aendelea tena atuambia hurrimat alaykumul maytatu, nimeharamishia maiti, waddamu, na damu, wa lahmul khinzir, na nyama ya nguruwe. Hapa pia bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado hatujajua, tuko na mshangao. Je, ametuharamishia nini Mwenyezi Mungu? Amesema nyama ya nguruwe ni haramu. Je, nyama ya nguruwe ni haramu vipi? Uharamu wake ni nini? Bado hajapambanua, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotuambia waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Kwa hivyo nitutefute
tafsil, tutukue aya zote zinazozungumzia kuhusu al-khinziri, twazikusanya pamoja, kisha ndio utaweza kutoa hukumu. Na hivyo ndivyo ilivyo Qur'an. Qur'ani ni kama mfano wa puzzle, kama mfano ule mchezo wa puzzle. Huwezi kutukua aya moja ya kuhusu masala fulani kisha ukatoa hukumu, la abadan. Ni lazima ukusanye aya zote zinazozungumzia maudhui yale, unazikusanya zile aya zote pamoja, zile kwenye sura hii unazikusanya, alafu unadurusu, ndio utaweza kutoa hukumu. Lakini maal asafu shadid, al-awwalin, babu zetu walikuwa hawafanyi hivyo, ndio ikawa kuna makosa makubwa katika masala ya riba. Wao wametukua halla Allahu al-bai'a wa harrama riba, basi riba ni haramu. Aya zile nyingine zote wameziwacha, na haya maudhui nishazungumzia halqa za nyuma kuhusu habari kama hiyo. Hii yote inaletwa Mwenyezi Mungu alipotuambia alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhin, yaani unapotukua kipande cha aya kisha ukatoa hukumu, ni makosa. Ni lazima utukue aya zinazozungumzia masala yale yote. Ni kama kiswa cha Nabii Allah Musa, huwezi kwenda kwenye sura moja ukatukua aya zinazozungumzia kiswa cha Musa ukatutolea kiswa. La, ni lazima uchukue aya zote zinazozungumzia kiswa cha Musa ziliomo ndani ya Qur'ani, uzikusanye pamoja, uanze kuzipanga moja kwa moja baada ya moja, ndio utapata ile picha kamili. Kama vile ninavyokuambia mfano wa puzzle, kipande kimoja kwa kimoja uviunganishe vile vipande, ndio upate ile taswiri ya kisawasawa. Na Qur'ani ni hivyo hivyo. Kwa hivyo hatuwezi kutukua aya moja kisha useme kwamba ni haramu nguruwe ama ni haramu lahmul khinzir. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuaona kwenye aya hii tutakayoisoma, amepambanua kila kitu wazi katika masala kama haya. Nayo ni aya iliyoko katika suratul An'am, aya ya 145. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad, qul, sema ewe Mtume Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Nimerudia mara tatu kwa sababu hapa ndio kwenye lengo, hapa ndio yataka tusikilize na tutafakari. Mwenyezi Mungu asema qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, sipati lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ambalo kwamba ameliharamisha katika fima uhiya ilayya, kwa yale aliyoteremsha wahi ambao kwamba ni katika muharram, ala ta'imin yat'amuhu, yani kula chakula illa an yakuna maitatan, yani hakuna Mwenyezi Mungu aliyoharamisha kula isipokuwa ni hivyo vitu vitatu. Illa an yakuna maitatan, ila kiwe ni maiti ni haramu kula, haramu kula maiti, wala sio kunufaika na maiti. Yani mnyama amekufa maiti, Mwenyezi Mungu alilokuharamishia ni kula, lakini kuchukua maiti kama ile ukenda ukachuna ngozi yake ukaikausha ukatengeza mikoba ukatengeza viatu, halal balal, kitu chochote kiliomo katika yule maiti ukatukua ukanufaika nacho ni halal balal. Haramu ni ala ta'imin yat'amuhu, kula ndiyo haram. Bas, Mwenyezi Mungu hajasema najisi wala nini, la. Hayo hayatoki kwa Mwenyezi Mungu, bali yanatoka kwa mwanadamu hayo mengine. Mwenyezi Mungu ametuambia ala ta'imin yat'amuhu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema au daman masfuhan. Hapa Mwenyezi Mungu ndo ameeleza fasala ayati. Kule zote utasikia wadamu basi, lakini hapa amepambanua ili usiende kwa shekhe. Asema au daman masfuhan, ama damu sail, yenye kuturuzika. Haramu ni nini? Kunywa. Haramu ni kunywa, lakini kunufaika na damu kama ile ni halal balal. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia
au lahma khinzir, ama nyama ya nguruwe. Nini uharamu wa nyama ya nguruwe? Kula. Basi Mwenyezi Mungu ameharamisha kula nyama ya nguruwe. Mwenyezi Mungu hajasema musinufaike, ni haramu kunufaika na nguruwe. Mwenyezi Mungu hajasema nguruwe ni haramu, la abadan. Ukisema hivyo wamzulia Mwenyezi Mungu urongo. Mwenyezi Mungu alichokiharamisha kwa nguruwe, ala ta'imin yat'amuhu, kula chakula ukamla ile nyama ukaila. Na Mwenyezi Mungu ameharamisha lahmul khinzir, na lahmul khinzir imeharamishwa kwa nini? Kwa kula basi. Lakini kunufaika na nguruwe, Mwenyezi Mungu hajataja ni haramu kufuga nguruwe. Mwenyezi Mungu hajataja kunufaika na bidhaa zinazotokana na nguruwe. Mwenyezi Mungu hajasema nguruwe kwamba asiguswe ni najisi, la abadan. Hayo yote yatoka kwa mwanadamu, wala sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alotuletea dini, yeye anatuambia kwamba haramu nilowaharamishia ala ta'imin yat'amuhu, kula basi, wala hakuna la ziada. Kwa hivyo hayo yote unaoyasikia mengine kwamba kufuga ni haramu, kufanya biashara ya nguruwe ni haramu, yote hayo yatoka kwa mwanadamu, wala hayatoki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unapoyafuata hayo yalosemwa na mwanadamu, basi jiandae kesho yaumul qiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuuliza kuhusu na hayo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bari'un min dhalika, yuko mbali na mambo kama hayo. Alichotuharamishia ni ala ta'imin yat'amuhu, lakini hivyo vingine vyote vilivyobaki Mwenyezi Mungu bado hajaharamisha. Kwa hivyo ndugu Muislamu, usiharamishe jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hajaliharamisha. Na kisha utasikia mtu anakuambia kwamba nguruwe ni haramu ama kitu fulani ni haramu. Mwenyezi Mungu haharamishi kitu, la abadan. Yani Mwenyezi Mungu ameumba kitu kisha kiharamishe. Mwenyezi Mungu anaharamisha kitendo, bima kasabat aidikum af'al, bima kasabat aidikum walaysa bima malaktum. Mwenyezi Mungu haharamishi kitu, bali anaharamisha kitendo. Mwenyezi Mungu hakuharamisha nguruwe, Mwenyezi Mungu ameharamisha kula nyama ya nguruwe. Utasikia watu wanakuambia kwamba mali ya haramu. Hakuna mali ya haramu abadan, kuna kasbul haram. Kule namna gani uliyapata yale mali? Ikiwa umepata kwa njia ya haramu, basi ni ile kasbi haram, lakini sio kwamba yale mali ni, hakuna mali ya haramu, la, mali yote ni halali, lakini namna ulivyoyachuma ndio utaambiwa ni halali ama ni haramu. Lakini huwezi kusema mali ni haramu, huwezi kusema kuna mtoto wa haramu, la abadan, hakuna mtoto wa haramu, bali kitendo jimaa ndio cha halali ama haramu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuharamishia nguruwe. Nguruwe si haramu, nguruwe ni halali. Kula nyama ya nguruwe ndiyo haramu. Hapa tuelewane. Mwenyezi Mungu hajamuharamisha nguruwe, Mwenyezi Mungu ameharamisha kula nyama yake. Hilo ndio aloliharamisha. Kwa hivyo unapoleta hili na hili na hili na limo ndani ya Qur'an, basi ujue kwamba wewe ashrakta billahi ma lam yunazil bihi sultan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultan. Ni shirki kuamini jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulisema ndani ya kitabu chake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia kwenye suratul An'am aya 114, afa ghayra Allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, afa ghaira Allahi abtaghi hakaman, asokuwa Mwenyezi Mungu ndio nitafute hukumu. Yani hukumu yatoka kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa asokuwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi utasikia Imamu Ahmad asemaje kuhusu hukumu fulani, Imamu Shafi asemaje kuhusu hukumu fulani, Imamu Malik, Imamu Abu Hanifa asemaje kuhusu hukumu fulani. Hukumu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatoa fa ghaira Allahi abtaghi hakaman, la, hukumu yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye kwamba anzala ilaykumul kitaba mufassalan, yeye ndo aloteremshia kitabu. Alkitabu imekuja muarraf Qur'an walaysa kutub, la, alkitab mufassalan. Mwenyezi Mungu amepambanua kila kitu. Lau Mwenyezi Mungu angetaka tufuate vitabu vya hadithi na vitabu vinginevyo, angekuwa amesema na nimeteremshia kitabu na kisha vitabu vingine vya hadithi ambavyo vinafanya tafsili ya Qur'ani. Lakini la, Mwenyezi Mungu anasema wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan, hiki kitabu mufassalan, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho atuambia, am lahum shurakau shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, ama wako na washirika ambao kwamba wamewatengezea dini, wametengezea sheria za dini ambazo kwamba hakuziruhusu Mwenyezi Mungu. Na ni kweli washirika wamekuwa wingi. Utasikia Imamu Zaidi ametoa hukumu hii, Imamu Amru yaharamisha, Imamu Zaidi yahalalisha. Basi imekuwa dini, kumekuwa tuko na dini zaidi ya moja. Kwa hivyo ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-majid, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alayha wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.